Mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi yameingia siku ya pili mjini Geneva, Uswizi, chini ya upatanishi wa Marekani, huku shinikizo likiongezeka kwa upande wa Kiev kuelekea kufikia makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea kwa miaka minne. Mazungumzo haya ambayo yalianza Februari 17 mwaka huu katika hoteli ya Intercontinental yamekuwa na maelezo tofauti kutoka pande zote. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mazungumzo ya siku ya kwanza yalikuwa magumu sana na amemtuhumu Urusi kujaribu kuchelewesha mchakato ambao angeweza kufikia hatua ya mwisho. Amesema hii inaonyesha nia ya Moscow ya kuendeleza vita. Upande wa Ukraine, mkuu wa ujumbe Rustem Umerov, ambaye ni katibu wa Baraza la Usalama la Ulinzi la Taifa, amesema mazungumzo yalilenga masuala ya vitendo na taratibu za maamuzi yanayowezekana bila kutoa maelezo zaidi. Marekani, ambayo inapatanisha mazungumzo haya, imetoa maoni chanya kidogo. Mjumbe maalum wa Ikulu Steve Witkoff amesema mazungumzo ya siku ya kwanza yalileta maendeleo yenye maana katika jitihada za kumaliza vita, na ameongeza kuwa wanajivunia kufanya kazi chini ya uongozi wa Rais Donald Trump ili kusimamisha mauaji katika mzozo huu mbaya. Hata hivyo, upande wa Urusi umeelezea mazungumzo haya kama magumu lakini ya kibiashara. Mkuu wa ujumbe wa Moscow Vladimir Medinsky amewaambia waandishi wa habari kuwa mazungumzo yalidumu kwa muda mrefu siku ya kwanza katika miundo mbalimbali, na siku ya pili yalidumu kwa takriban saa 2 tu. Amesema mazungumzo mengine yatakayofuata yatatokea hivi karibuni bila kutaja tarehe maalum. Mazungumzo haya ni ya tatu katika mfululizo wa mazungumzo ya pande tatu yaliyoandaliwa na Marekani katika mwezi mmoja uliopita, baada ya duru 2 za awali mjini Abu Dhabi ambazo hazikuleta mafanikio makubwa kutokana na tofauti kubwa kuhusu udhibiti wa maeneo, hasa mashariki mwa Ukraine. Urusi inashikilia takribani 20% ya eneo la Ukraine, ikiwa ni pamoja na Crimea na sehemu za Donbas zilizotekwa kabla ya uvamizi wa 2022. Zelensky amekataa waziwazi mpango wowote unaohitaji Ukraine kukubali kuachana na maeneo ambayo Urusi haijayateka katika Donbas, akisema watu wa Ukraine hawatayakubali makubaliano ya aina yoyote. Shinikizo kutoka Marekani limekuwa wazi, huku Rais Trump akisema mara kadhaa kuwa ni wajibu wa Ukraine kuchukua hatua ili kuhakikisha mazungumzo yanafanikiwa. Zelensky ameitaja hali hii kuwa si ya haki, akiongeza kuwa anatumaini mkakati tu na si uamuzi wa kudumu. Mazungumzo yaliisha ghafla siku ya pili bila mafanikio makubwa yanayotangazwa, na ripoti za awali zinaonyesha kuwa pande zote bado ziko mbali sana katika masuala muhimu kama vile eneo na dhamana za usalama. Vita hivi vimeendelea kwa miaka 4, vikiua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kukimbia makazi yao, huku miji mingi ya Ukraine ikiharibiwa. Wakati huu wa majira ya baridi kali, mashambulizi ya anga ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati yameacha maelfu bila umeme wala joto. Hali ya soko la fedha ya Ukraine nayo imeathirika, huku bondi za serikali zikishuka thamani yake hadi senti 1.9 kwa dola kutokana na ripoti za kukwama kwa mazungumzo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matarajio ya mapatano ya haraka bado ni mdogo, huku pande zote zikidumisha msimamo mkali kuhusu masuala ya msingi. Hata hivyo, mazungumzo yanayoendelea yanaashiria juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu ya amani katika mzozo huu unaoendelea. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.